Tugeukie sasa katika habari kwa asubuhi ya leo, na habari ninayoanza nayo ni kutoka pale Zanzibar ambapo Magori watuliza Simba awaahidi surprise kubwa. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Simba, Cretentius Magori, amewataka mashabiki wa Simba kuwa na utulivu na wasivurugwe na suala la mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez kujiunga na Yanga. Magori ameyasema hayo kabla na baada ya kutua visiwani Zanzibar ambako leo Jumatano Simba itakabiliana na Yanga katika mechi ya ngao ya jamii kwenye uwanja wa New Amani Complex kuanzia saa 2:30 usiku. Akizungumza kabla ya kupanda ndege kuelekea Zanzibar leo, Magori amesema kuwa usajili wa ghafla ambao Yanga wameufanya kwa Mwalimu hautakiwi kuwapa pressure wana Simba. Mchezaji gani yule? Yaani hilo jambo litaruki Simba, Selemani Mwalimu, yaani huyo mchezaji wa kumlipa bilioni 1 kwa mkopo. Simba haiwezi kulipa vitu vya hewa hivyo, anasema Magori. Na mara baada ya kutua Zanzibar, Magori amefichua kuwa kiwango cha fedha kilichotumika kumnasa Yanga kumnasa Mwalimu kwa mkopo wao Simba hawakuwa tayari kukitoa. Magori amesema kwamba muda sio mrefu watajibu mapigo kwa kufanya usajili ambao utakuwa gumzo nchini. Tunapima, tunaona mkopo sio kununua kwa mwaka mmoja tutoe bilioni, haiwezekani. Pesa ina thamani kubwa. Unataka kufurahisha watu siku 2 baada ya hapo unasikia umefungiwa FIFA. Hamna taharuki. Angekuwa hata mchezaji wa kikosi cha kwanza, hatutafanya mambo hayo sisi. Tutapata mchezaji pengine mzuri kuliko huyo. Wewe tulia, tutatangaza. Nyie tulieni. Hii ni Simba. Simba ni imara, tena imara kweli kweli, amesema Magori. Bado na ngangana pale kisiwani Zanzibar ambapo muda mfupi baada ya kutua visiwani Zanzibar tayari kwa kuanza kuitumikia Yanga, mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez ameiaga rasmi klabu ya Simba kupitia ujumbe alioutoa kwenye ukurasa wake wa Instagram. Mwalimu ametoa shukrani kwa Simba huku akiwatakia kila laheri na nukuu, ulikuwa msimu uliobeba historia nyingi kwangu na kwa timu kwa ujumla. Ninawashukuru sana wachezaji wenzangu, makocha na watendaji wote kwenye benchi la ufundi kwa ushirikiano mlionipa kipindi chote nilichovaa jezi ya Simba Sports Club. Kwa kipekee ni washukuru sana mashabiki wote wa klabu hii ambao mara zote mlikuwa mkiniunga mkono katika kila dakika niliyokuwa uwanjani. Asanteni sana na kila laheri, amesema Mwalimu. Mwalimu amejiunga na Yanga katika uhamisho ambao umezua gumzo kubwa nchini kwa namna ulivyofanyika. Usajili wa Mwalimu umetangazwa siku 3 mchezaji huyo atambulishwe na Simba kuwa atawatumikia kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Jumamosi iliyopita katika tukio la kile cha tamasha la Simba Day, Simba waliweka video iliyomuonesha Mwalimu akisema ataichezea msimu ujao. Nipende kuwapa habari njema wana Simba wote. Mimi ni kijana wenu, mchezaji wenu Selemani Mwalimu Abdallah aka Gomez. Nitakuwepo katika msimu huu wa mwaka 2026-2027. Ni mchezaji halali wa Simba Sports Club, alinukuliwa Mwalimu. Ni mara ya pili ndani ya dirisha moja la usajili Simba inamkosa Selemani Mwalimu. Mara ya kwanza ilimtambulisha na akaenda hadi Rwanda ilikokuwa inacheza mashindano ya kombe la Kagame, lakini kutokana na kutokamilisha malipo kwa Wydad, timu hiyo ya Morocco iliamua kumrudisha kambini na mchezaji huyo akaendelea na mazoezi na kujiandaa na msimu mpya. Juzi tena Simba ilitangaza usajili wake na ikasema yupo njiani kuja kujiunga nao, lakini imejikuta ikiachwa kwenye mataa. Usajili wa Mwalimu Yanga unakumbushia tukio la miaka kadhaa iliyopita ambapo Simba iliporwa kiungo Mbuyu Twite kwa staili inayokaribia kufanana na tukio lililotokea sasa. Simba ilimalizana na Twite na ikatangazwa kuwa imeshamnasa, lakini ghafla akaibukia Yanga. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Kulwa anasema leo Yanga anapigwa 3. Asante Kulwa. Okay, Nova anasema mambo ni poa kabisa.
Mr. Mike anasema si mseme. Mseme kuwa mlitumia nauli Selemani alafu akawasaliti. Akaja Young Africans bila kelele kwa Yanga ya piga kelele kwa Yanga yake wewe. Kulo anasema huyo Selemani kama amesimamisha nchi hiyo itakuwa ya Yanga tena, na hao wananchi ni wajinga sana. Ujinga, yani kila mwanadamu ana ujinga wake, huwezi kuwa mwerevu kwa kila kitu. Anasema aliaga ujinga kwa sababu yeye ni mjinga. Pole Kurwa. Pole sana, pole sana. Okay, tuangalie majibu ya swali letu kwa asubuhi ya leo. Swali pale YouTube liliuliza kwamba michezo ina nafasi gani kwenye maisha yako? Tuangalie majibu sasa. Kura zilizopigwa ni kura 61. Waliosema mpira ni burudani tu ni 41%. Waliosema hunipa afya na nguvu ni 31%. Waliosema ni sehemu ya maisha ni 23%. Na waliosema wanapenda mashindano ni 5%. Kwa hiyo wengi wamesema kwamba waliosema kwamba michezo ina nafasi gani kwenye maisha yao ni 41%. Wengi wamesema ni burudani. Juma anasema acheni aende, kwani yeye nani Simba? Kwani yeye nani Simba nguvu moja. Bukuru anasema Yanga mwisho wa kuchukua ubingwa ni mwaka 2040. Alikiba anasema furaha yangu. Momsu anasema Yanga hatuna haja na Selemani, tumemsajili ili mjue pesa ya matumizi haikai benki. Okay. Kulo anasema ukijituliza kusoma unaonekana kama mwanahabari. Kulo pole sana. Lakini jitahidi hasira zako bwana huo unazimaliza mwenye. Jitahidi. Yani hata ukikasirika, yani sio kila mtu ajue kwamba umekasirika. Yaliyotokea yametokea na huwezi kubadilisha. Ndio hivyo sasa, utafanya nini sasa? Nikushukuru sana kwa yeye ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya leo, na hapa nimetoka kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Na nukuu ya leo inasema maisha ni safari si mashindano. Msitake kushindana, msitake kabisa kushindana, maisha ni safari. Na katika safari kuna ambaye anaenda kwa miguu, kuna anayetumia baskeli, kuna anayetumia pikipiki, kuna anayetumia gari na magari yako ya aina nyingi, kuna anayetumia ndege, anayetumia treni, anayetumia meli. Hivyo vyote ni vyombo vya usafiri. Lakini usitie shaka, wewe nenda na safari yako. Kama ni kwa miguu ni sawa. Kwa hiyo wewe kama safari yako unaenda kwa miguu ni tofauti na yule anayeenda kwa gari. Mtafika tofauti. Kwa hiyo maisha ni safari si mashindano. Mr. Mike anasema sisi Yanga jeuri tunayo. Tena msituchokoze. Tutamchukua hadi bosi wenu Mo. Kulo anasema huyo anayesema hela haikai benki ni mjinga, hata kwake wamelala njaa. Kulo amelala njaa jamani, kashindwa hata kula. Sawa. 2:30 tutajiunga na RFI. Tutajiunga na RFI Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. 3 kamili Tadei Cosmos atakuwepo hapa kwenye kipindi cha michezo. Saa 5 kamili nitarejea hapa kwenye kipindi cha mambo leo. 7 kamili tutajiunga na DW kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Mimi ni Salome Mlai, nakupenda sana. Nikutakia wewe na asubuhi njema, siku njema yenye baraka na fanaka tele. Tukutane 5 kamili. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.